Serikali imepokea rasmi hoja ya kuanzishwa kwa ajira za muda part-time kwa vijana iliyowasilishwa na mbunge wa Kisarawe, Dr. Selemani Jafo, na kuanza mchakato wa kuichakata ili kubaini namna bora ya utekelezaji wake. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu tunalipokea jambo hilo na tutalifanyia kazi na kuchambua na kuona ni jinsi gani. Mapokeo hayo yanakuja kufuatia Aprili 9 ya mwaka 2026 ambapo Dr. Jafo aliwasilisha pendekezo hilo wakati akichangia hotuba ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu bungeni. Kila mwaka tuchukua vijana 50,000 wale wa diploma tuweke angalau allowance ya kulipa shilingi 500,000 na wale wa degree tuwalipe shilingi 700,000. Hoja hiyo imeibua mjadala mpana miongoni mwa wadau mbalimbali, huku mitazamo tofauti ikiendelea kujitokeza. Ayo TV ilifanya mahojiano maalum na Dr. Jafo ili kupata ufafanuzi wa kina kuhusu mapendekezo yake. Ndio maana kwamba nimependekeza katika mchango wangu. Sasa ofisi ya Waziri Mkuu iangalie. Hoja yangu nimeweka mezani kwa njia ya proposal. Kama ikiwezekana, basi ofisi ya Waziri Mkuu ichukue yale mawazo kwa ujumla wake. Akizungumza mara baada ya kupokea hoja hiyo kwa niaba ya Waziri Mkuu, Waziri wa Nchi, Sera, Bunge na Watu wenye Ulemavu, Profesa Paramagamba Kabudi amesema serikali inatambua umuhimu wa hoja hiyo na itaifanyia uchambuzi wa kina kabla ya kuchukua hatua stahiki. Mimi naitwa Mika Ndaba. Mheshimiwa, hiyo ndio mshahara waziri. Tuna Mheshimiwa Jafo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba kumpongeza Waziri Mkuu na timu yote ya serikali katika mjadala mzuri wa hoja hii, na kwa kweli serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kufanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya kuunga mkono kazi kubwa ya Mheshimiwa Rais, lakini kazi kubwa ya Waziri Mkuu ambaye tumemwona anatembea muda wote, lakini kazi kubwa ya uwekezaji wa vijana, nilipendekeza hoja hapa. Bahati nzuri tuliweza kuongea na viongozi wa serikali, ikiwezekana walichukue kwa ajenda kubwa ya kusaidia vijana wa Kitanzania katika kupata part-time employment. Lengo kubwa ni kwamba tusaidie kuhakikisha kwamba tunaongeza rasilimali watu, lakini tunaandaa vijana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya kazi vizuri, lakini mwisho kusaidia kuona kwamba vijana hawa waweze kuwa na national security yetu katika upande huo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe Waziri Mkuu aipokee hoja hii rasmi kwa ajili ya serikali kuichakata, kuifanyia kazi kwa maslahi mapana ya vijana wa Kitanzania. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Nafikiri ule kwa ni ushauri tu. Kwa ushauri Mheshimiwa Waziri Mkuu unaweza ukaupokea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu tumesikia maelezo ya Mheshimiwa Selemani Jafo, mbunge wa Kisarawe, ambaye yana lengo zuri la kuwasaidia vijana wa Tanzania katika mustakabali wao wa maisha. Ni jambo ambalo linahitaji tulitazame na kulichambua kwa kina. Kwa hiyo kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu tunalipokea jambo hilo na tutalifanyia kazi na kuchambua na kuona ni jinsi gani. Asante.